Kwa kupitia hilo Migela akaona mimi bana, matukio nitakuwa natafuta watu wa kuact, au msanii anaponitafuta kufanya kazi, basi maigizo yafanyaje, yachezwe kutokana na kile alichokiimba. Sio labda mtu unaanza kuchukua matukio tofauti yaliyotumwa kwenye mitandao, inakuwa sio video official, bali inakuwa ni remix video. Unaona? Kwa hiyo nadhani kupitia hilo hata msanii pia akaona na ukubwa wake alionao kwamba hivi basi kwa sasa hivi mimi nitakufanya kupitia engo hii. Ndio maana anatafuta watu wa kuact na analipa vizuri, na watu wanafanya kazi vizuri na kazi zake zinakuwa ziko vizuri. Ni wasawa kupepeta. Tunawachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta, maproducer na wadau mbalimbali wa muziki wa asili. Hapa utakutana na mwamba, senior engineer Parakiaya. Bwana, hapa ni mwendo wa kuwapepeta tu. Na mzee mwenyewe Peje tulimuona mbugani hivi, yuko na kadogo hivi. Mambo vipi? Safi kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Stefano Maliko Runyirija Shimadege Rupande. Unapatikana wapi? Kwa sababu tunakuona kwenye video ya Kisima Majabala, mara unabandua bango, mara vitu kama hivi. Yaani ubishi ni mwingi. Yaani napopatikana napoishi. Ambako alikupata Kisima Majabala. Mimi kazi yangu nipo Masumbwe. Naam. Yeah. Sasa kwa nini Masumbwe mpaka aliko Kisima? Tunaona umbali, watu ni wengi. Kwa nini wasifanye wao mpaka ukapatikana wewe Masumbwe na ukafiti vizuri kwenye Peje? Unajua kila kazi huwa inamhitaji mtu, kwa sababu huwa wanaangalia kwamba hii kazi nikimweka mtu fulani anaweza akafanya, kutokana kwamba nafanya sanaa. Ndio maana kupitia sanaa yangu wakawa wameona kwamba huyu mtu tukimweka sehemu hii anaweza akafanya vizuri. Watu wanaweza wakawa wanajiuliza kwamba walikuonaje? Waliniona kwenye kazi zangu za movie. Kwa hiyo unafanya movie pia? Nafanya filamu, ndio. Ni movie gani ambayo tunaweza tukaitazama hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii na tukaiona? Ni movie nyingi sana, kuna Zuena, kuna Mzamana, kuna Kisogo na zingine nyingi sana kama Msaraba. Yaani ninavyozungumza ni nyingi kweli. Kwa hiyo uko unafanya movie? Ndio, nafanya filamu na mambo mengine mengi kibao. Mtazamaji, huyu ni Peje kama ambavyo unafahamu. Alionekana vizuri kabisa kwenye ngoma ya Kisima Majabala. Peje unaweza kaifuata hivi sasa na ukamcheki mwamba yuko hapo na alifiti vizuri ile bala. Nani alikutafuta ili ufiti kwenye isini? Nadhani ilinitafuta timu yake na Kisima, kwa sababu unajua ana timu, ana mameneja na ana watu wengine kibao ambao wanasimamia kazi zake. Lakini mimi simu iliita kutoka kwa director wake Migera. Kwa hiyo kufika na kunitafuta Migera, basi timu ilikuwa imekana, ikaona kwamba hapa tukimweka mtu fulani anaweza akafix. Usumbufu wa hawa wasanii ukoje? Kwamba anatengeneza kipindi anavyokuwa studio anaimba, pengine hajui ugumu wa video ambavyo itafanyika. Kiukweli mimi nishukuru Mungu kitu kimoja. Ni kweli wasanii wa asili kwa asilimia kubwa huwa hawajui ugumu wa video, kwa sababu walikuwa wamezoea matukio ya kudownload. Lakini kupitia director Migela mimi naweza nikashukuru kwa kitu kimoja. Amekuja kugoma kuweka matukio ya kudownload kwa sababu ameogopa kitu kinachoitwa copyright, kwa sababu wasanii sasa hivi wanazingatia sana haki zao. Kwa kupitia hilo Migela akaona mimi bana, matukio nitakuwa natafuta watu wa kuact, au msanii anaponitafuta kufanya kazi, basi maigizo yafanyaje, yachezwe kutokana na kile alichokiimba. Sio labda mtu unaanza kuchukua matukio tofauti yaliyotumwa kwenye mitandao, inakuwa sio video official, bali inakuwa ni remix video. Unaona? Kwa hiyo nadhani kupitia hilo hata msanii pia akaona na ukubwa wake alionao kwamba hivi basi kwa sasa hivi mimi nitakufanya kupitia engo hii. Ndio maana anatafuta watu wa kuact na analipa vizuri, na watu wanafanya kazi vizuri na kazi zake zinakuwa ziko vizuri. Peje, umewahi pia kuwa msanii wa nyimbo za asili au wewe uko kwenye movie peke yake? Mimi sasa kabla ya kuwa msanii wa nyimbo za asili nimeanzia udensa. Ulikuwa unafanya kwa nani? Nimefanya kwa wasanii underground wengi wadogo. Alikuwepo msanii mmoja anaitwa Malamla, nikatoka nikafanya kazi kwa Edizo Machale, nikatoka nikafanya kazi na Maneno Steven. Miaka hiyo ya nyuma. Kipindi Uruno au Magoro? Hapana, ilikuwa ni kipindi cha nyimbo za walimwengu. Sijui dunia sio mbaya, walimwengu. Hizo.
Mtazamaji, kama ambavyo nilikujuza, huyu ndiye Peje. Amesimama vizuri kwenye ngoma akisema majabala, ngoma inakwenda kwa jina la Peje. Huyu ndo ameegiti yuko mbugani na kakabutula fulani hivi. Changamoto mbugani zilikuwaje? Tulitoka nduki pale na ilikuwa kwenye matope, kwenye maji. Ni kama lile swali nilouliza mwanzoni. Wasanii pengine wanavyokuwa kwenye vocal room pale akiwa na dondosha misari kwenye mic, huwa hawaelewi kama anatengeneza mazingira magumu kwenye kutengeneza video. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema hakuna changamoto. Changamoto labda ni muda. Lakini changamoto kwa upande wangu hakuna, kwa sababu unaambiwa msanii ni klaka. Unapofanya sanaa basi kuwa tayari kwa jambo lolote ama kwa sini yoyote itakayotokea mbele yako. Hivyo basi kwa upande wangu mimi sidhani kama kuna changamoto. Nilifanya kwa uwezo wangu na nilifanya kwa sababu ni kazi yangu. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba kulikuwa kuna changamoto. Mimi popote pale nikienda kufanya kazi, hata kama nitashinda na njaa, nitahesabu ni sehemu ya kazi yangu, ni kama hitilafu kazini. Ni wasawa kupepeta. Tunawachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta, maproducer na wadau mbalimbali wa muziki wa asili. Hapa utakutana na mwamba, senior engineer Parakiaya. Bwana, hapa ni mwendo wa kuwapepeta tu.